Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia wa vijana kati ya umri wa miaka 19 mpaka 35 unaokwenda kwa jina la Bobea Andikoni. Mimi ndiye mwenyekiti wenu wa leo, naitwa Joshua Philemon Mseti. Pamoja nami niko na ndugu Samson Samuel Matalo, ni kijana bobevu katika uchambuzi wa maandiko, lakini pia niko na kijana kaka Elisha Sabuka Maganda. Hawa wote ni kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ukonga. Na kabla hatujaendelea, nimkaribishe kaka Elisha aweze kutupatia ombi la ufunguzi. Tuombe. Mtakatifu, 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 Mungu wetu na Baba yetu, asante mpaka kwa wakati huu mzuri tunapohitaji kujifunza maneno yako. Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi, akatufundishe na aweze kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku kama vijana. Tunaomba hayo tukiamini kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen, amen. Nipende kuwakaribisha wapenzi watazamaji. Katika juma hili tuko katika somo la 4. Robo hii masomo yetu yamejengeka katika kitabu cha Yoshua. Na hivyo juma hili tuko katika somo la 4, somo lenye kichwa kinachosema ng'ambo ya Yordan. Na kabla hatujaanza somo la leo, labda tupate kidogo muhtasari wa somo lililopita, somo la 3 ambalo lilikuwa lina kichwa kinachosema wakati wa mapito. Naam, kaka Samuel. Naam. Hebu unaweza kutupatia kidogo muhtasari wa somo lililopita, somo la 3? Karibu. Ndio. Somo lilopita, somo la 3 lilikuwa linasema wakati wa mpito. Somo hilo unaweza kujiuliza ni wakati gani huu? Huu ni wakati ambapo Musa amekufa, amefariki, lakini Yoshua anakabidhiwa kijiti cha kuongoza wana wa Israeli waelekee Kanaani. Akiwa ni kijana mdogo, na Musa tunakumbuka kwamba alikuwa ni mzee wa umri. Sasa anatafakari kwamba Musa alikuwa ni mzee. Musa alikuwa anaongoza watu ambao walikuwa wamejawa na hasira kali, kiburi, ibada ya sanamu mioni mwao. Anatafakari, je, atawaongozaje kufika Kanaani? Na tayari anakuwa ameshakabidhiwa majukumu kutoka kwa Mungu. Sasa anafikiria atawaongozaje. Ndio tunaita hiki kipindi kilikuwa ni cha mpito, wakiwa wamekabili Yordan ambayo ilikuwa imejaa maji sana. Ndio lesoni hii yetu ya Yoshua katika somo lililopita ilijikita hapo, na tulijifunza ya kwamba kama wazee tunatakiwa kupasisha kijiti kwa vijana, lakini tunamwona Yoshua pia akitekeleza yale maelekezo ambayo akipatiwa na Musa. Kwamba maagizo yote aliyoagizwa kwamba uwe na moyo wa ushujaa, uwe hodari, uwaeleze wa Israeli ambao tulikuwa tukizungumza, alikuwa akijifunza yote, aliwasilisha kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo ilikuwa kipindi cha mpito kutoka Musa amefariki, na sasa anatakiwa wachukue watu kuwapeleka Kanaani. Asante sana kaka Sam kwa kutupitisha kidogo katika somo lililopita ambalo lilikuwa likizungumzia wakati wa mpito. Naam, tunaingia katika somo letu la 4, somo ambalo lina kichwa kinachosema ng'ambo ya Yordan. Yako mengi ambayo tutakwenda kujifunza katika somo hili la leo. Labda tupate muhtasari kidogo, utangulizi wa somo hili la 4. Kaka Elisha, unaweza kutupitisha kidogo tuweze kufahamu tunakwenda kuangalia nini katika somo hili la 4 linalosema ng'ambo ya Yordan? Karibu. Asante. Katika somo hili ni somo zuri sana hili somo la 4, kwa sababu kuna mambo tutajifunza sisi kama vijana. Baada ya kuona ile somo kwamba Yoshua anaambiwa na Mungu, sasa chukua, ni zamu yako sasa kuwachukua wana Israeli na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Lakini kuna mambo tunayaona, tunaambiwa ng'ambo ya Yordani, ila kabla ya kuvuka, wakati wanavuka na ng'ambo, kuna mambo ya kujifunza kama vijana. Kwa sababu wakati wanaambiwa wavuke, ulikuwa ni wakati wa mavuno, ambapo ilikuwa kuna mafuriko makubwa sana katika mto ule wa Yordani. Na maji yalikuwa yakipita kwa kasi sana. Kwa sasa hivi una urefu wa mita 3 mpaka 0.5 mita. Ndio urefu wake, kwa maana kwamba umepungua. Zamani ulikuwa ni mrefu. Sasa hebu fikiria kwa hali ya kawaida ni mrefu zaidi ya mita 3 na bado una kasi kubwa ya kupitisha maji. Lakini wakati huo ndio Mungu anawaambia wavuke, wapelekwe katika nchi ya ahadi. Sasa wana wa Israeli walijiuliza maswali ya kwamba kwa nini kipindi hichi?
yaani Mungu inakuwaje wakati huu? Kwa nini? Sasa sisi kama vijana sasa hivi kuna kale kamsemo, ili iweje? Kwa nini? Kwa nini? Ili iwe vipi? Sasa tunashindwa kuelewa sisi kama vijana. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anatuambia vitu tunashindwa kuelewa. Lakini katika somo hili tutaenda kuona namna ya kutembea kwa imani, namna ya kuweka kumbukumbu ya yale mambo makubwa ambayo Mungu ametufanyia katika maisha yetu. Na ndio maana tunasema ng'ambo ya Yordani. Kwa maana ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu atatutendea unapokuwa na matatizo au kunakuwa na dhoruba hapa katikati, lakini ng'ambo kuna jambo tunatakiwa tulifanye kama vijana. Asante sana. Na katika safari ya wana wa Israeli yako mengi ambayo tulikuwa tunaona kipindi wako na Musa. Kuna nyakati ambapo walifika bahari ya Shamu. Ndio. Mungu alimwambia Musa, chukua fimbo yako, nyosha nini juu ya maji. Bahari ikafanya nini? Lakini kipindi hiki cha Yoshua tuna mambo kama vile yako tofauti. Hakuna tena zile habari za kunyosha nini? Kunyosha fimbo. Hii imekaje eti kaka Sam? Naam, kabisa tunaangalia katika kipindi kikubwa cha Agano la Kale, tunaangalia Musa anagawanya bahari kwa kunyoshea fimbo. Musa anatoa maji kwa fimbo. Musa anatumia fimbo hata kwenye yale mapigo 10 kwa Farao kwa nchi ya Misri. Lakini kwa hapa Mungu anatoa maelekezo kwa Yoshua, na Yoshua wa makuhani wanatembea, fimbo haitumiki tena. Kwa sababu unapata cha kujifunza kitu kimoja. Cha kwanza kabisa kwamba uwezo wa Mungu haupo kwenye vitu vya kushika na mkono ama vitu vinavyoshikika. Miujiza yote, matendo makuu yote Bwana anaofanya ni uwezo wa Mungu mwenyewe bila kutumia kitu. Ndio maana makuhani walipoanza kukanyaga tu ukingo Yordani, maji yakagawanyika. Lakini pia tunaona hapa Mungu alitaka kuwajengea watu imani kwamba hata Musa hayupo, fimbo ya Musa imehifadhiwa, au fimbo ya Musa kwamba haitumiki tena, kwamba Mungu anataka kuwapa watu imani kwamba Mungu anamtumia mtu yoyote. Bwana ana njia maelfu ya kufanya kazi kwa mtu yoyote, kwa kitu chochote, ili afanye muujiza ama kufanya matendo makuu. Si lazima kiwe kitu cha kushika ama kitu cha kuonekana. Hivyo. Hivi katika maisha yetu leo hii imekaaje? Sisi mara nyingi kama vijana huwa tunatamani kuwa kama mtu fulani. Huenda katika kanisa tunasema labda mchungaji fulani ananifurahisha sana anavyofanya mambo yake. Kwa hiyo unatamani kuwa kama yeye na kufanya kama yeye. Lakini tunashindwa kutambua kwamba Mungu huyu ana uwezo wa kutumia kwa namna tofauti na yule ambaye unamwangalia wewe kama role model wako, kama kigezo chako cha kufikia pale, na mambo yakaenda kama vile Mungu apendavyo. Na ndio maana kwa Yoshua hakuwa kama Musa, na ndio maana Yoshua hakutumia fimbo, lakini aliwaambia waende kwa imani. Na ndio akaambia wakanyage. Sasa hapa tena kuna kitu kingine hapa anakuja hapa kukiona ya kwamba tofauti pia na kutumia fimbo, waliambiwa wakanyage. Sasa katika kutembea kwa imani unaambiwa ukanyage, na maji ya mtu anaenda yameshavuka na ana speed, ukanyage. Ni swala la imani. Lakini tunaona vijana hawa majemedari walikuwa na imani. Baada ya kuambiwa walijitwika sanduku la agano, wakaanza hatua, na walipopiga hatua maji yakatawanyika. Asante sana. Imani ina umuhimu sana katika maisha yetu kama vijana. Lakini pia kuna jambo jingine ambalo Yoshua aliwaambia wana wa Israeli wajitakase, watakutana na Mungu. Ndio. Pale walipokuwa wakijiandaa kuvuka ule mto wa Yordani. Lakini Mungu alionekana wapi wakati wa kuvuka mto Yordani? Maana tunaona kwamba wale makuhani waliambiwa wachukue sanduku wavuke. Je, Mungu alijidhihirisha wakati gani pale? Okay. Na tunakumbuka ya kwamba kipindi Musa anapatiwa maelekezo ya jinsi sanduku la agano litakavyokuwa, kulikuwa kuna makerubi juu. Ili ashiria nini? Ukisoma Biblia vizuri, ukibobea andikoni vizuri kwenye Biblia, utagundua kwamba sanduku la agano lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu. Popote hapo kwenye sanduku la agano, utaona Israeli wakienda vitani wanakwenda na sanduku la agano. Mtu kilishika sanduku la agano, mtu huyo alikuwa anafariki hapo, kwa sababu lilikuwa linawakilisha zaidi uwepo wa Mungu. Kwa ukiona pale kwenye kuvuka mto, Bwana anaonekana wapi pale? Unaona sanduku la agano lilipokuwa limebebwa na makuhani wamekanyaga tu maji kwenye ukingo wa Yordani. Yale maji yanajua uwepo wa Mungu.
kwamba hata maji ya mto yanatii uwepo wa Mungu, yanagawanyika kwa sababu uwepo wa Mungu umefika kwenye ukingo wa nini, wa mto. Kwa hiyo Bwana anaonekana pale, sanduku la agano lipo katikati ya mto, maji yamegawanyika, watu wanapita. Ni kitu ambacho sio cha kawaida maji kugawanyika unapoona sanduku. Kwa uwepo wa Mungu unaonekana pale kwenye mto kwa sababu sanduku liko kwenye mto, ukingo wa mto, na maji yamegawanyika. Sawa sawa. Kaka Elisha, wewe unaonaje, imekaje? Mimi nafurahia sana kwa sababu Biblia hapa inasema katika kitabu cha Yoshua 3:17 inasema, na hao makuhani waliolichukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordani, Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Sasa kumbuka, ulikuwa unapitisha maji kwa kasi. Na tayari wameambiwa jitakase wavuke, kwamba Mungu yupo pamoja nao. Wanasimama katikati ya Yordani. Sasa leo hii tunaweza tukachukulia Yordani ni kama matatizo, huenda ni matatizo makubwa, lakini Mungu anataka kukuvusha katika hayo matatizo, na anakwambia nenda kasimame katikati ili wenzako wavuke. Sasa wewe kama kijana, hivi ni kweli katika kanisa unaweza kweli kukubali kujitoa? Maana Mungu akwambia yupo pamoja naye, lakini ukiangalia mlima wa maji uliokusanyika na yanasubiria upite. Kwa hiyo kuna jambo hapa la imani la kujifunza, ya kwamba Mungu anapokupa ahadi zake kwamba nenda, yupo na wewe. Sisi kama vijana tunakuwa na hofu kwamba mimi naweza kweli kupita? Mungu kweli yupo na mimi? Haya maji kweli? Ukifuatilia huenda hata watu walisha pita katika hiyo changamoto wakaanguka, lakini wewe unaambiwa pita hapo hapo. Kwa hiyo kuna jambo pia la kujifunza imani, ya kwamba Mungu anapotuambia twende, yuko pamoja na sisi na anatengeneza njia. Kwa hiyo Mungu alitaka kuonyesha kwamba yeye anaweza kutengeneza njia mahali popote, na ndio maana Mungu anafanya njia sehemu ambayo wao hawaioni njia. Ndio. Mungu anafanya njia hata pasipo na nini? Na njia. Naam, baada ya hawa wana wa Israeli sasa kuvuka katika hii mto wa Jordan, ilifika wakati waliambiwa wachukue mawe, waweke mawe. Haya mawe yalikuwa yana maana gani? Au ilikuwa ni ishara ya kitu gani? Labda hebu kaka Elisha, hebu tuanze na wewe, utuambie kulikuwa na umuhimu gani wa kuweka haya mawe baada ya kuvuka ule mto wa Jordan? Kwanza hapa cha kufurahisha ni kwamba mawe waliyatoa katikati ya Yordani. Kwa Mungu alitoa maagizo kwa Yoshua kwamba kila kabila, kila mtu, yani katika kila kabila mtu mmoja, maana yake watu 12 katika kabila, wachukue jiwe moja kutokea katika Yordani katikati, kwamba wachukue waondoke nayo. Na wakaenda wakaika kambi, na yale mawe Yoshua aliyapanga. Sasa tunarudi kwenye swali lako kwenye kitu kwamba kwa nini walichukua yale mawe yalichukuliwa kama ushuhuda. Unajua ni mara nyingi tunafanyiwa mambo na Mungu na tunashindwa kuacha jambo lolote kama ushuhuda kwa watu wengine watambue kwamba Mungu alitenda jambo fulani katika maisha yao. Kuacha alama. Tunashindwa kuacha alama. Sasa unakuta wengine wanaacha alama kama vijana, unakuta kijana ameacha alama ambayo kiukweli sio nzuri. Unakuta Mungu amempatia nguvu, yupo kanisani, anampatia mdada watu mimba, anaacha alama hiyo. Lakini kuna mwingine Mungu anamsaidia, anapata kipato, kile kipato chake anategemeza kanisa, anaacha alama nzuri. Kwa sasa wewe kama kijana utaangalia unaacha alama gani? Je, watu watamkumbuka Mungu kwa vile ambavyo amekusaidia, au utaenenda kinyume au tofauti na kuonyesha taswira ya shetani katika maisha yako? Asante. Vijana tunapaswa kuacha alama. Kaka Sam, wewe kuna kitu gani unakipata hapa katika hili swala la kuacha alama? Sambamba na mzungumzaji aliyepita kaka Elisha, ametuambia tuache alama. Lakini unaweza ukajiuliza alama ipi? Kwa Israel ukiangalia walikuwa wanatumia mawe kama ilikuwa ni kitu cha kudumu, kitu kigumu cha muda mrefu. Kinakaa muda mrefu sana. Mtu anayekuja hata karne nyingi za kupita anaangalia na anatazama, mbona kuna mawe? Ndio maana tunaona wakina Samueli aliweka jiwe katikati ya Mispa na Asheri pale. Unakumbuka kwamba wakina Yakobo walikuwa akiweka mawe, akifanywa jambo kuna Mungu anaweka jiwe. Kumbukumbu ya vizazi na vizazi. Hiyo ndio alama ambayo tunatakiwa kujikita kuiweka, alama isiyokwisha, alama isiyoharibika. Ndio maana Israeli waliweka yale mawe, wakasema hata watoto wetu watapokuja kuyaona haya mawe, wakiuliza wazazi wao, je, haya mawe ni ya nini? Basi yale mawe yatakuwa yanaonyesha kwamba
wana wa Israeli, Bwana alitutendea mambo makuu kabisa. Tulipita Yordani ikiwa inafurika, nasi tulipita mahali pakavu, Bwana alitutendea. Ndio maana waliweka yale mawe. Lakini kwetu sisi leo tunaweka alama gani? Bwana anapokutendea makuu, unaacha alama gani ambao kizazi kinachokuja, watoto wako ama watu tu ambao wanatuzunguka wataiona ile alama, watasema kwamba Bwana alikutendea nini? Ndio maana ukisoma hata Kristo, hasa vijana wa leo tunaaswa kwamba Kristo alipozungumzia habari ya kuweka alama, anatuambia katika Mathayo sura ya 20 pale, Mathayo 6 sura ya 20, Mathayo 6 mstari wa 20, Kristo anasema, Yesu anasema kwamba bali jiwekeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu, kwani nondo wala kutu wala wawevi hawavunji wala hawaibi. Kwa hiyo unakuta kwamba wale waliweka mawe. Kwetu sisi leo tunaweka vijana nini? Yesu alitoa mfano wa alama moja ambayo tunaweza kaweka ni kulitegemeza kanisa, kutoa sadaka, tukajiwekea hazina mbinguni, maana hiyo alama itabaki milele. Nondo wala wezi hawezi kuvunja, wala nondo wezi kuharibu. Kwa mawe yalikuwa ni kitu cha kigumu sana kinachodumu. Kwa sisi leo kama vijana tutakiwa tuache alama ambayo inadumu kanisani, isiyoharibika. Ndio maana wale hawakuweka miti ng'ambo ya Yordani, waliweka mawe. Watoto wakija wanaona tulivuka Yordani ikiwa inafurika, Bwana tutendea. Japo Yordani inafurika, sisi tulipita mahali pakavu kwa sababu ya mkono wa Bwana. Amen. Kama vijana tunapaswa kuweka alama. Kaidisha pia umeweza kugusia kwamba ni alama gani vijana tunaweka. Ziko mambo mengi ambayo sisi kama vijana tunapaswa tuweze kufanya nini? Kuweka alama, kuacha alama. Ulimwengu utatukumbuka kwa lipi, au kanisa litatukumbuka kwa lipi kama hatuweki nini? Hatuweki alama. Lakini pia baada ya wana wa Israeli kuvuka mto wa Yordani, tuweza kuona kuna swala moja la makabila. Kuna haya makabila 2.5 ambayo tuliyaona. Hivi Mungu anataka tujifunze nini kupitia haya makabila 2.5? Kakadisha, hebu tusaidie kidogo hapa. Haya makabila 2.5 kwanza ni wa Reubeni, wa Gadi pamoja na nusu ya kabila la Manase. Haya makabila yalikuwa hayapendi kushirikiana na wengine kutoa michango ya pesa na nini, lakini lengo la Mungu wana wa Israeli wote wafike nchi ya nini? Nchi ya ahadi. Kwa hiyo haya makabila 2.5 yalikuwa yapo pembeni, yalikuwa yana mahali pao, lakini Mungu lengo lake wote waende kuipata ile nchi ya ahadi. Kwa hivyo Mungu alihitaji haya makabila 2.5 yaunganike na makabila mengine ili kutimia makabila 12, ambapo wanaume waliacha wake zao wakaenda kuungana na wana wa Israeli kwa ajili ya kwenda kuichukua ile ahadi ambayo Mungu aliwaambia. Sasa tunajifunza nini? Tunajifunza nini? Kwamba Mungu anapenda tuwe pamoja. Mungu anapotoa ahadi zake kwetu sisi kama kanisa, kwamba kuna mibaraka atatupatia au kuna zawadi atatupatia, anahitaji tuendelee kuwa pamoja. Na tunapokuwa pamoja hakuna jambo linashindikana. Na ndio maana katika maandiko matakatifu, katika kitabu cha Mathayo 18 fungu la 20 nasema, kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Kwa hiyo aliwahitaji wawe pamoja ili na yeye awepo, ili wanapopata ule mji wawepo wote makabila 12 pamoja na Mungu. Kwa walikuwa wakiendelea na kutiana joto. Hivyo tunaona kabisa ingetokea haya makabila 2.5 hayapo, ile kazi ya kwenda katika nchi ya ahadi ingekuwa ni mzigo kwa haya makabila mengine, kwa sababu yaitegemea pia majemedari kutokea katika hayo makabila 2.5. Asante sana kaka Sam. Naam. Wewe unaona Mungu anataka tujifunze kitu gani kupitia haya makabila 2.5? Ndio. Sisi kama vijana tukatafakari kitendo ambacho walifanya makabila 2.5, walivuka na wenzao pamoja. Sasa leo kama vijana tuko katika Yordani yetu hii leo. Kanani yetu ni mbinguni. Sasa unaweza ukakuta vijana katika kazi za kanisa, majukumu ya kanisa, hasa jukumu kubwa la utume. Unakuta vijana watenga mbali kazi za wazee. Kazi za wazee, au unaweza kukuta kwaya za kanisa zimepangiwa utume fulani, tunasema kwaya au hili ni la waimbaji, mimi sijui kuimba, au hili ni la kina fulani, hili la kina fulani. Kwa kama vijana, na sasa tuko tu moja, tu ndugu katika Kristo pamoja, sote wana wa Israeli.
kazi ya utume ni ya pamoja. Haijalishi wewe tayari umepata kitu, kama wale walipata tayari maeneo ya kuishi waliacha, wengine hawajapata bado. Kwa hiyo hata kama kusaidiana kwetu sisi, hata kama wewe tayari umefika kwenye level fulani hata ya kiuchumi ya maisha, tutazame walio wadogo wa chini, tuwanyanyue kama vijana. Kama vijana tumeandikiwa kwamba tuna nguvu. Sote kama vijana tujiingize kwenye kazi za kanisa za pamoja. Tusiwaachie wazee, tukawaachia kwaya kanisa, tukawaachia wakina mama, watu wazima. Hapana. Sisi kama vijana tuingie huko sote pamoja kwenye kazi ya Mungu ya utume na majukumu ya kanisa. Sote katika ndugu katika Kristo, katika mambo ya kijamii, mambo ya kielimu, mambo ya kiuchumi, mambo yote na shughuli zote kanisa kama vijana kwa pamoja, maana sote si ndugu katika Kristo. Tusimwache hata mmoja. Mungu anataka tuweze kushirikiana kwa pamoja ili kuikamilisha kazi yake ya utume. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hapo ndio mwisho wa mjadala wetu wa siku ya leo wa somo letu hili la 4 ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema ng'ambo ya nini? Ng'ambo ya Yordani. Mungu akubariki sana kwa usikivu wako na usikilizaji wako, na mtupate ombi la kufunga kipindi chetu. Kaka Sam, karibu tupatie ombi. Okay, sawa. Basi wote kwa pamoja tuombe. Jehova Mfalme, Mungu wa pa juu mbinguni, tunasema asante kwa saa hii ambao umetupitisha kujifunza jinsi vijana walivyofanya kazi yako kipindi kile cha kina Joshua. Lakini sasa Joshua leo ni sisi. Jehova Mfalme, ukatusaidie na tuweze kutenda mambo kama wao walivyofanya. Ukatupatie roho ya umoja, roho ya kuipenda kazi, hasa roho ya kushika maagizo ya watu wako waliopita wa zamani. Tukashike neno la Mungu ambalo ni maagizo kwetu leo, tukaifanye kazi yako leo kama Yoshua alipokea maagizo kutoka kwa Musa. Yoshua alimtii Mungu, nasi vijana tukamtii Mungu. Amen. Neema Yesu Kristo iwe pamoja nasi tunapoendelea kujifunza masomo mengine ya mwongozo huu wa kujifunza Biblia, kubobea andikoni, nasi tukatumie katika maisha yetu leo. Lakini pia Yesu Kristo atusaidie tunapoelekea Kanaani ya mbinguni, nasi tukavuke pamoja, tukaiendee pamoja. Neema Yesu Kristo na pendo la Mungu wetu na shukrani mtakatifu pamoja nasi, maana tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.